Umesikia mbiu, Yesu okoa, utangazeni kote, Yesu okoa, tiini amri hiyo, nchini baharini, elezeni mbiu hii, Yesu okoa. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania pamoja na Mahubiri TV Online, niukaribishe kwenye kipindi chetu kizuri Jumatano ya siku hii ya leo, kipindi ambacho kimekuwa ni baraka kubwa sana kwako na kwa watu wengine. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kipindi hiki. Hata wakati kipindi kinaendelea, tunaona jinsi watu wanavyo comment, jinsi wanavyobarikiwa, lakini wengine wakishuhudia matendo makuu ya Mungu. Na wewe pia ninakutia moyo ya kwamba wakati kipindi kinaendelea unaweza ukatuma ujumbe wako live hapo kwenye chatting room kwa wale ambao wanafuatilia kwa njia ya YouTube, lakini wengine ukatuma message ya ushuhuda wako, kile ambacho Mungu amekutendea. Unavyoendelea kushuhudia, unaendelea kuongeza nguvu kubwa sana ya ushindi upande wako. Maana moja ya silaha kubwa ambayo tumepewa kama wacha Mungu ya ushindi ni kushuhudia. Tunaendelea na sehemu ya pili ya somo letu ambalo tumeangalia Jumatano iliyopita, vita ya kimya kimya, mwongozo wa kina wa Kikristo. Tutaangalia leo sehemu ya pili. Leo tutakuwa tunaangalia sehemu muhimu sana ambayo inaongelea juu ya tiba au namna ya kudhibiti ule unafiki na uongo wa shetani. Utafanyaje katika maisha yako, kwa sababu kile unachokitenda lazima kuna nguvu imekusukuma kufanya hivyo. Hebu tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, leo tena tunaomba uwepo wako kama ulivyokuwa nasi Jumatano iliyopita, ukawe nasi tena katika Jumatano hii. Kila ambaye analisikia neno lako leo akaguswe kwa namna isiyo ya kawaida, akapate kuelewa, lakini neno hili likawe ni nguvu na uhai na mbegu ndani yake. Kwa Kristo Yesu tumeomba na kuamini, amen. Unakumbuka tulianza mwanzoni katika mtiriko huu, tulianza na Waefeso sura ya 3 fungu la 20. Tukaeleza kwa kina background yake, jinsi ilivyokuwa na mji wa Efeso ulivyo. Na kwenye somo ambalo limepita Jumatano iliyopita, tukaangalia Waefeso sura ile ya 6 fungu la 12, ambapo Mtume Paulo anatuelezea kwamba vita yetu sio damu na nyama. Kwa hiyo usije ukaanza kuona jirani yako ndiye adui yako, ukaona sui nani pale kanisani ndiye adui yako, ukaona bosi wako ndiye adui yako. Tazama hii vita katika sura ya kiroho, ndipo utaweza kupigana kwa njia iliyo sahihi. Kwa hiyo hili lizingatie sana katika maisha yako. Na kwenye kitabu cha Waefeso ile sura ya 6 anaeleza pia kuna silaha ambazo inatakiwa muumini aweze kuzivaa ili aweze kushinda. Sasa wale ambao wamefuatilia vizuri katika masomo yaliyopita, kuna sentensi kadhaa natamani kuzirudia leo ili tujengee hapo, alafu tuendelee katika somo la siku hii ya leo. Angalia slide yako hapo, wewe ambao unafuatilia kwa njia ya television, lakini mwingine ambaye hufuatilia kwa njia ya television utanisikiliza tu. Ukweli uliofichika ni kwamba uwanja mkuu wa vita hii ni fikra zako, the mind. Hapa ndipo mahali ambapo hila za shetani hupandikizwa na kukuzwa. Hila hizi haziji kama mishale inayoonekana kwa macho au mashambulizi ya kimwili. Zinakuja kimya kimya kama mawazo, mashaka na hofu. Unaona, tuliangalia vita kimya kimya, ndio ilikuwa mada yetu kuu. Kwa tukaona ya kwamba hii vita inapokuja haiji moja kwa moja pop, inakuja kimya kimya. Inakuja kimya kimya kiasi kwamba hata huwezi kushtuka haraka. Huwezi kujua ya kwamba hii vita sasa ndio imeingia. Nikatoa mfano wa yule mtu ambaye alihitaji kununua nyumba na akakataliwa, lakini hakununua nyumba, alikuja kununua msumari tu. Ule msumari ndio ukasababisha mpaka akawa ni mtawala wa ile nyumba kabisa. Na shetani anakuja kwa wazo moja dogo, taratibu taratibu. Hili wazo likishaingia na likakubalika kidogo, linaanza kujipanua. Kwenye kitabu cha Shuhuda za Kanisa, lile kitabu cha 3 ukurasa wa 69, unaweza ukaangalia kwenye ile aya ya kwanza na kuendelea pale, kuna maneno yafuatayo: The brain is the capital of the body, the seat of all the nervous forces
and of mental action. The nerves proceeding from the brain control the body. By the brain nerves, mental impression are conveyed to all the nerves of the body as by telegraph wire. Tulinukuu hiyo kwenye kipindi kilichopita kwamba ubongo ndio mji mkuu wa mwili, makao ya nguvu zote za neva na utendaji wa akili. Neva zinazoongoza na kuunganisha sehemu zote za mwili na ubongo huwasiliana na mwili mzima kama waya za simu. Kwa hiyo hebu fikiria tule wazo kama waya za simu. Kwa hiyo ina maana ya kwamba ubongo wako ukitawaliwa, mfumo wako mwingine wote wa mwili utaanza kutawaliwa. Atatawala kila kitu, miguu yako, viungo vyako vinaanza kutawaliwa, kwa sababu huu mfumo unashirikiana na shetani. Kwa kulijua hili, anatawala sana akili za watu. Shetani anajua hii siri. Ubongo ni kama chumba cha mitambo, na anajua vema kwamba kama anaweza kuipata au kupata nafasi ya kuingia katika ubongo wako, ameweza kudhibiti kila kitu katika maisha yako. Kuna kitabu ambacho niliwaambieni habari zake ambacho kimetoka kwenye kitabu hiki ambacho unakiona hapo, ni Ushindi Dhidi ya Nguvu Zote za Giza. Ni kitabu kikubwa kweli kweli, kwa sababu kimesheheni mambo. Unaona jinsi kilivyo, ni kikubwa sana. Kimebeba namna ambavyo unaweza kutambua nguvu za giza katika kazi, nyumbani kwako, ajira yako, mpaka kwenye vifaa. Na natamani kila muumini aweze kuwa na uwezo hata wa kujiombea yeye mwenyewe magonjwa yakaisha. Hapa hatua zote zimetajwa. Sana nukuu tu kidogo ukurasa wa 207 kwa hii kitabu kikubwa, 208. Sikiliza maneno haya. Tafakari pia juu ya, nasoma paragrafu ya pili. Tafakari pia juu ya Yoshua na Caleb ambao walisimama imara katikati ya ripoti ya hofu na mashaka kutoka kwa wapelelezi wengine 10 waliotumwa kuipeleleza Kanaani. Wakati wenzao waliongea juu ya majitu makubwa, miji yenye ngome na vikwazo visivyoweza kushindwa, Yoshua na Caleb walikuwa na roho tofauti. Hiyo ni Hesabu 14:24. Hawakukataa changamoto zilizokuwepo, lakini walizitazama kwa macho ya imani, si kwa hofu ya kibinadamu. Akili na mioyo yao ilikuwa imara juu ya ahadi ya Mungu na uwezo wake usio na mipaka. Ndiyo maana waliweza kusema kwa ujasiri na uhakika, yapasa twende tukaimiliki nchi, maana hakika tunaweza kuifanya hivyo. Walitazama uwepo wa Mungu pamoja nao badala ya kutishwa na ukubwa wa adui, wakijua kuwa si kwa nguvu zao bali kwa uwezo wa Mungu ushindi ulikuwa tayari umehakikishwa. Kumbe kilichofanya jamaa wawe na ujasiri mkubwa ni kwa sababu walijua ushindi umehakikishwa. Akili zao zilikuwa tofauti na wengine. Biblia inasema walikuwa na roho nyingine ndani yao. Kama walikuwa na roho nyingine ndani yao, hii kupatie picha ya kwamba wenzao pia walikuwa na roho nyingine. Kwa hiyo ina maana kwamba wapelelezi wale 10 wote walikuwa na roho aina fulani. Tofauti tu ni hao wapelelezi wawili, roho yao iliyokuwa ndani ilikuwa ni roho nyingine kabisa. Mungu atusaidie sana. Dawa ya uongo na unafiki wa shetani ni mkanda wa kweli. Shetani ni mwongo na baba wa uongo. Shetani ni mnafiki pia. Tunaposema unafiki, kuna vitu vingi sana ambavyo natakiwa uweze kuvielewa ambavyo adui anavitumia katika unafiki wake. Sasa wewe ambao unafuatilia vizuri kupitia television sasa hivi hapa, kuna vitu kadhaa ambavyo natamani uweze kuvisoma, kwa ambao unaweza kuvisoma, na ambao uweze kuvisoma utanisikiliza nikivisoma, viweze kuingia katika ubongo wako. Sikia hii. Silaha ya kwanza ni kujifunga kweli viunoni. Unakumbuka tunaongelewa Efeso sura ya 6. Vaeni silaha zote za Mungu. Na nikakwambia kwamba nimeandika kitabu ambacho kinahusu imada ya silaha za Mungu. Utaenda kwenye maduka ya Waadventista wa Sabato Tanzania,
vinauzwa vitabu hivi. Wainjilisti wa vitabu ukiona popote pale, waulize, utapata nakala ya kitabu hiki, Silaha Saba, na kingine kinaitwa Siri ya Maombi Yaliyojibiwa. Utapata nakala yako. Lakini kwa leo tunatazama hizi silaha 7 katika staili ya tofauti kidogo. Sasa sikiliza hapa. Silaha ya kwanza ni kujifunga kweli viunoni. Katika mavazi ya askari wa Kirumi, mkanda haukuwa mapambo ya urembo. Ulikuwa kifaa cha msingi kilichoshikilia silaha nyingine zote, ikiwemo upanga na kuzuia nguo ndefu, ile kanzu, zisimwangushe askari wakati wa kukimbia au kupigana. Kwa kuna vitu vya kuzingatia hapa. Mkanda unaweza ukaona kama kitu cha kawaida tu. Siku hizi watu wanavaa mikanda kama vile ni urembo, ni fashion, kitu kama hicho. Lakini kwa mujibu wa Biblia anaposema kwamba tuweze kuvaa kweli kiunoni, ambao ni kama mkanda, lazima tupate picha ya askari wa Kirumi alikuwaje. Askari wa Kirumi alikuwa anavaa mkanda. Mkanda ulikuwa unashikilia upanga wake. Mkanda ulikuwa unashikilia nguo yake isidondoke. Kwa unaona jinsi mkanda ulivyo na umuhimu mkubwa. Unaweza ukajiuliza kwa nini Biblia inataja mkanda kama silaha? Kwa nini kama silaha? Ni kama silaha kwa sababu unazuia nguo isianguke. Nguo isianguke kwa sababu gani? Utakapoona silaha nyingine huko mbele ambayo utazisema, mojawapo ya silaha ambayo imetajwa huko mbele ni haki ya Kristo, ambayo ni kama vazi. Kwa mtu ambaye hajui, hana ukweli, haki ya Kristo itadondoka, atakuwa uchi, atakuwa hajavaa nguo kiroho. Nimesema kiroho. Sasa basi, kweli inakusaidia kushikilia haki ya Kristo, lakini kweli kiunoni inakusaidia kushikilia upanga ambao ni neno. Kwa hiyo upanga unahifadhiwa hapa. Saa ya mashambulio inapokuja, unatoa ule upanga wako, unashambulia adui. Huwezi kuweka upanga mbali na mwili wako. Huwezi kuweka upanga chini. Adui atakapokuja anaweza akaukamata ule upanga pale chini, akautumia upanga huo kushambulia wewe. Lakini upanga unapokaa kwenye mwili wako na umeshikiliwa na mkanda, una ujasiri mkubwa sana. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, ili kudhibiti uongo na unafiki wa shetani, lazima uweze kuvaa silaha ya kwanza ambayo ni kweli kiunoni. Bila mkanda askari alikuwa mlegevu. Bila mkanda askari alikosa kujiamini. Bila mkanda askari alikuwa anashindwa kutumia vizuri silaha zake, kwa sababu silaha zimetawanyika. Mpaka uende ukachukue mkanda uweze upanga uweze kuja, ilikuwa inamchanganya askari kabisa. Sikia rafiki yangu, unanifuatilia vizuri, Mungu akusaidie uweze kulimeza hili na uweze kulitumia katika maisha yako ya kiroho. Shetani anaitwa baba wa uongo. Silaha yake kuu ya kimkakati si nguvu za kimabavu, bali ni udanganyifu. Hawezi kukuua kwa kukutazama, lakini anaweza kukuua kwa kukudanganya kwa sauti ndogo, akisema ugonjwa huu hauna tiba, Mungu amekuacha, au dhambi hii ndogo haitaonekana. Ndizo gia zake ambazo anatumia nazo. Hizi ni gia. Kwa hiyo kumbuka kwamba hawezi kukuua akikuangalia tu hivi. Yaani laiti watu wa Mungu wangelijua huu kweli, ungewasaidia sana. Usingeliogopa wachawi, usingeliogopa majini, usingeogopa chochote, kwa sababu hakuna anayeweza kukuua, kwa vile uhai wako umefichwa katika Kristo Yesu. Ila shetani anachofanya, anakujaza uongo, anakujaza vitisho, anakujaza vitu vyote. Wale ambao wamefuatilia, tuliongelea kwamba kule Uingereza kuna watafiti ambao wanafanya uchunguzi kwamba ni kitu gani hiki ambacho kinaweza kumponya mtu bila dawa, mwenye saratani hatua ya 4, kwa kuto kuamini tu kwamba saratani haipo. Maana yake ni nini? Kwa kuamini ya kwamba amepona tayari. Tafiti zipo, endeleeni kuziangalia mitandaoni. Imewashangaza watafiti wa sayansi. Huko nyuma sayansi ilikuwa haiamini nguvu ya imani, lakini leo wameanza kusema lazima tuchunguze kuna nini kinachoendelea hapa. Ninaongea na mtu ambaye unanifuatilia sasa hivi, uko kitandani, shetani amekuambia kwamba ugonjwa wako huo wewe hutainuka kitandani. Na mimi nataka nikwambie, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Hicho ndicho maandiko yanasema. Kuvaa mkanda wa kweli maana yake ni kuishi kwa uwazi. Huna vitu vya kificho wewe. Ni kuishi kwa uaminifu, ni kuishi kwa uadilifu, ni kutambua ukweli kama ulivyo. Sikia, niongee na watu ambao mko kazini, nisikilize vizuri. Mtu yeyote asikudanganye hata kidogo. Mtu ambaye anaishi kwa uadilifu, kwa integrity,
Mtu ambaye anapata pesa zake kwa uhalali zina baraka kuliko mtu ambaye ana kona za wizi, anaibia shirika, anaibia serikali. Unaweza ukajiona umefanikiwa kwa wakati huo, lakini kiuhalisia ni kwamba yale mafanikio ni mafanikio ya muda mdogo sana na hayana raha. Bado mchungaji, sijakuelewa. Milioni 20 za Kitanzania ulizozipata kwa njia isiyo halali zina stress kuliko 500,000 uliopata kwa uhalali ina amani ndani yake. Huo ndio ukweli. Kwa mtu ambaye ni mwadilifu tu. Najua hata hivi ninavyoongea nasikilizwa na baadhi ya watu ambao mmepewa kukalia viti vya kufanya maamuzi katika serikali mbalimbali duniani. Niseme hili sasa kwa sababu ninaongea na marafiki zangu wanaoongea lugha ya Kiswahili Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Kongo na kwingineko. Mgogoro mkubwa mnaouona wa masuala ya maadili. Hata sasa hivi kule Tanzania tuna wizara ambayo inahusika na masuala ya maadili peke yake. Ni vizuri, ni jambo jema sana. Lakini changamoto kubwa ambayo ninatamani viongozi walioko madarakani walifikirie hili kwa kina zaidi, kama kweli tuko serious na swala la maadili huko mbele. Tuanzishe syllabus kabisa ambayo inazungumzia maadili, na hii syllabus tunao wasomi wazuri waanze kutengeneza, ambayo watoto wetu wanajifunza maadili wakiwa nasari. Wapande na hiki kitu, kwa sababu kwa huu muda watoto wakiwa wadogo ndio muda wa kutengeneza, kuufinyanga ubongo jinsi unavyotaka. Kwa hiyo unaendelea na hii silabasi yetu, wanafundishwa kwa masuala ya kulipa kodi, uaminifu katika masuala ya kodi. Unaanzia nasari, wanajua kabisa tangu nasari kwamba ukipata kipato lazima ulipe kodi, na kodi inaenda kufanya hivi, na wanaanza kukua nayo. Ile silabasi ipelekwe, sio ya kukatisha hapo katikati, hapana. Inatoka nasari, tunakisha nasari zote zinafundisha hiki kitu. Tukitoka hapo tunaingia primary, tunakisha primary zote zinafundisha hicho kitu kwa level ya primary. Tunaenda secondary, wote wanafundisha hiki kitu kwa level ya primary, ya secondary. Mpaka tunafika chuo, hii course inakuwa sio general course, inakuwa ni course ambayo lazima huyu mtu aweze kuisoma. Awe anasoma education, awe anasoma theology, awe anasoma accounts, awe anasoma, wote waweze kusoma hii course ya maadili. Iko pale, ndipo kesho mniambie tuna kitu kinaitwa maadili ya viongozi wa umma, mimi nitakuelewa. Haiwezekani ukaweka kitu cha maadili baadaye na ulipa kodi. Mpaka TAKUKURU Tanzania tunao. Samahani kwa kutumia TAKUKURU kwa sababu mimi ni Mtanzania, lakini najua kwamba Kenya mna ya kwenu, Uganda mna ya kwenu, wanaodhibiti masuala ya rushwa. Huyu mtu ukichunguza vizuri huko nyuma huko, mitihani yake alifaulu kwa vibomu. Alafu ndo namwambia akakamata. Kwa usije ukashangaa taasisi za kuzuia rushwa zenyewe zinapokea rushwa pia. Kwa usije ukashangaa, mfumo ni tangu kule chini. Kwa hiyo usitarajie kumtengeneza mtu katika utu uzima. Labda ampokee Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ndiye ambadilishe. Mungu atusaidie sana. Kwa shetani anajaza uongo taratibu kwa sababu yeye ni baba wa uongo. Najua kuna watu wameteseka sana ambao wananisikiliza sasa hivi kwa sababu ya integrity, uadilifu wenu kazini. Ilifikia kiwango kwa sababu wanakujua msimamo wako katika masuala ya kimaadili, walikutungia skendo ili tu uweze kutoka, ukatengenezewa habari mbaya, ukachafuliwa, character assassination, kwa sababu ya uadilifu wako. Siku hizi kwa sababu kuna AI, huenda hata wakaunda matukio yakaaminika kwamba ni ya kweli. Nina habari njema kwako. Mungu wa mbinguni anajua ulichofanyiwa. Hata kama umefukuzwa kazi, usihuzunike, shangilia, furahia, malipo yanakuja. Na wengine si habari ya mbinguni tu, ninawaambieni malipo yenu yatakuwa hapa hapa duniani. Bwana atawatendea. Hakuna haki inayoweza kupotea. Hicho kitu hakipo. Unapojua ukweli wa neno la Mungu na kuishi maisha yasiyo na siri za giza, hauyumbishwi na hisia wala vitisho vya adui. Unasimama imara kama askari aliyejifunga mkanda tayari kwa lolote. Mchungaji, unamaanisha nini hapa siri za giza? Iko hivi. Katika huduma ya maombezi nimeona kwa macho kabisa. Tulikuwa tunamuombea mtu mmoja pale Dar es Salaam miaka mingi iliyopita. Tuko na wazee wa kanisa. Tukaomba. Mimi kwa kanuni ambayo naipenda na wewe pia nakushauri uweze kuichukua,
usipende sana kusikiliza kauli za mashetani wakati wa kuombea na kukemea pepo, kwa sababu shetani ni mwongo na baba wa huo. Kwa hiyo hata wakati tunaomba pale, yule pepo akaanza kusema, mchungaji, mimi ninaondoka, lakini nitahakikisha nikiondoka hapa, kwa sababu mimi sina pa kwenda, nitaingia kwa mmojawapo wa hao ulionao hapo. Sikutaka kuamini ile kauli, kwa sababu najua huwa shetani anapenda vitisho. Lakini wakati tunaendelea kukemea kwa jina la Yesu, pepo anamtoka huyu mtu ambaye tunamwombea hapa, shemasi wa kike tuliye naye anaanguka pale pale. Yani ni kama tit for tat. Tulikuwa tunamwombea ni mwanamama, kwa ilibidi tu na shemasi wa kike aweze kutusaidia pale. Kwa anadondoka huyu kwa ananyanyuka ni mzima. Wazee wa kanisa wananiangalia, pasa ni kitu gani? Na mimi sijawahi kukiona pia. Unajua katika hizi huduma za maombezi na nini za kichungaji, unakuwa kila siku kupitia uzoefu, sio darasani. Kwa hiyo sasa tukashauriana tufanyeje, tumuombee mwenzetu sasa. Kwa ikabidi tumtoe huyu ambaye alikuwa anaombewa, tukashughulika na kumwombea huyu mwenzetu. Wakati tunamwombea, pepo akang'ang'ania, anasema sisi hatutoki hapa. Hatutoki kwa sababu huyu ni wa kwetu. Tunajiuliza, ni shemasi wetu, sisi tumekuwa naye. Leo anakuaje mapepo? Shetani ni mwongo kama ilivyo kawaida, tunamkemea, lakini baada ya kuona kwamba moto wa Mungu umemzidi, mwisho anasema mimi ninaondoka, lakini nitarudi tena kwa huyu, na siondoe kwa sababu huyu ana vitu vyetu amefunga kiunoni. Kwa pepo akamtoka, mama akawa vizuri. Tukaanza kumhoji mwenzetu, tuambie. Akaanza kung'atang'ata maneno. Tukamchukua shemasi mwingine wa kike, nenda kamkague mwenzako. Anaenda kumkagua, kweli ana hirizi kiunoni. Tunaanza kumuuliza, inakuwaje unahudumu kanisani na bado una jambo la giza katika mwili wako? Anakuambia, mama yangu alinipa hii, aliniambia napokuja huku mjini kuna mengi, kwa hiyo hii itanilinda. Na narudia sentensi yangu uweze kuelewa, ambayo tumeisoma pale kwenye slide yetu. Kwa wale mnaangalia kwa njia ya television, sikiliza vizuri. Unapojua ukweli wa neno la Mungu na kuishi maisha yasiyo na siri za giza, hauyumbishwi na hisia wala vitisho vya adui. Unasimama imara kama askari aliyejifunga mkanda, tayari kwa lolote. Sikia neno tayari kwa lolote, kwamba akija nitakuwa na upanga, nitakuwa na hiki, nitamshughulikia. Huwezi kuwa na wasiwasi wowote. Mungu atusaidie sana. Na hii ina maana ya kwamba wewe simama ukijua ukweli ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu unalindwa. Kitabu cha Petro kinasema mnalindwa kwa nguvu za Mungu hata mpate wokovu. Sasa ukijua kwamba unalindwa, kwa nini uanze kuogopa vitisho vya shetani ambavyo anakuletea? Kwa nini uanze kutishiwa na sauti za ajabu ajabu? Kwa nini uanze kutishiwa? Hazitutishi, ila tunazitiisha kwa sababu ya ile nguvu iliyoko ndani yetu. Nakumbuka vizuri somo lililopita. Mtu anayeishi katika uongo au unafiki ni dhaifu vitani, kwa sababu anaogopa kugundulika, na hofu hiyo inampa shetani mlango wa kumshambulia kuhusu umuhimu wa kushikilia ukweli bila kuyumbayumba. Kwa shetani anamshambulia huyu mtu vizuri kabisa, maana anajua kabisa huyu ana kitu ambacho. Sikizeni ndugu zangu ambao mnanifuatilia hapa, ninasema hivi, mimi sitishiwi na unyenyekevu wa mtu machoni, sitishiwi na vitabu alivyoshikilia. Ukristo ninajua uko moyoni na utaonekana kwa nje. Huu wa kujidai una muda wake, utaisha. Wako watu wengi sana ambao wamo makanisani, lakini ni mawakala wa adui walioko ndani ya vazi la Kikristo. Wapo kabisa, lakini ukimwona hivi huwezi kujua kwa haraka. Utamwona kama yuko vizuri kabisa. Majaribu yanapokuja, changamoto zinapokuja, ndipo tunaelewa Mkristo halisi ni yupi na ambaye alikuwa anaigiza ni yupi. Mambo yakiwa magumu, tutajua ya kwamba unamwabudu Mungu kwa vile amekubariki kiuchumi, au unamwabudu Mungu kwa vile anastahili. Ikiwa unamwabudu Mungu kwa sababu ya baraka za kiuchumi na fedha na utajiri, siku zikipotea utamgeuka huyu Mungu, utaenda kwa waganga, utaenda kumwabudu shetani, utaenda kwa Illuminati, utaenda kwa Freemason ili wakupatie hizo mali, kwa sababu hujakubali ya kwamba Mungu anastahili kuabudiwa. Niwe nacho nisiwe nacho, jina la Bwana libarikiwe. Hayo ndio maneno ya Ayubu kwenye kitabu cha The Great Controversy, ukurasa wa 593, anasema hivi: ni wale tu waliozuia akili yao kwa kweli ya Biblia ndio watakaosimama katika pambano kuu la mwisho. Hivi tunavyoongea tuko mwisho wa wakati. Mungu ndiye anayejua ni lini dunia inafika mwisho, lakini dalili zinaonyesha hivyo. Shetani anaandaa udanganyifu mkubwa sana ulioko mbele. Watakaweza kugundua kwamba ni udanganyifu wa shetani na hila zake ni wale ambao wamejikita katika kusoma neno la Mungu kiroho.
sio kwa lengo la kubishania. Hawa ndio ambao wanaweza wakaelewa vizuri kabisa. Hii kitabu cha The Great Controversy, nashauri kila mmoja aweze kuwa na nakala yake. Ukisoma vizuri, kimefichua siri nyingi mle ndani za siku za mwisho. Sio hoja ya manabii wa uongo, sio wakristo wa uongo, vyote viko mle ndani. Soma vizuri. Ni wale tu waliozuia au waliolinda akili yao kwa ukweli ya Biblia ndio watakaosimama katika pambano kuu la mwisho. Kuna vituko vinafanyika leo duniani kwa sababu watu hawana mkanda wa kweli katika viuno vyao. Unaona makundi kwa makundi ya Wakristo wamedanganywa. Kule Afrika Kusini tuliona kuna mchungaji analisha watu majani, wanaambiwa ni majani ya upako. Tumeona watu wanalishwa mpaka mafuta ya petroli kule Afrika Kusini. Kuna vituko vingi. Umeona kuna watu wengine wanaombewa wanakaliwa. Unajiuliza, huyu mtu hasomi Biblia yake akaelewa? Kwa sababu hakuna mkanda wa kweli, anaingia katika mitego ya shetani. Waefeso 6:14 anasema, basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dirii ya haki kifuani. Dirii ya haki nitaiongelea baadaye, lakini kweli viunoni ndio kitu cha msingi sana. Yohana 8:32 anasema, nanyi mtaijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Nimekuwa nikitoa mfano kwa wengine ambao mmenisikiliza, ni kama tunarudia kwenu. Nilitoa mfano wa jinsi ambavyo mimi niliwahi kukesha na kumwomba Mungu kwa cheki ya fedha ambayo rafiki yangu alikuwa ameshaniwekea, wiki imeshapita, sijui ameshaiweka kwenye shirika, kampuni ambayo ilikuwa inanidai mimi fedha kwa ajili ya kununua gari. Ameshaweka tayari milioni 10, amenichangia, ameweka mle. Mimi huku simpati kwenye simu. Wale kule nao kumbe wana miamala mingi, hawakuangalia wakajua transaction kwamba imeingia. Wananiambia deadline imefika, hii gari yako utampa mtu mwingine, na wabembeleza kwamba jamani, nipeni muda kidogo. Mimi nakesha Jumapili yote usiku, nimekesha naomba Mungu nitendee muujiza. Sikupata usingizi mpaka siku ya Jumatatu, na mtafuta yule bwana nampata, na yeye ananishangaa, anambia, hivi secretary wangu alikujulisha kwamba tulisha deposit ile pesa kwenye kampuni? Habia hapa, tuliweka tangu Alhamisi. Kumbuka Alhamisi pesa imewekwa, Ijumaa mimi na msongo, Jumamosi na sali, Jumapili yote unaendelea kuwaza na hata sikupata usingizi, lakini kumbe nachohangaikia Mungu alishanijibu zamani. Nanyi mtaijua kweli na kweli itawaweka huru. Vitu vingi ambavyo unaviogopa na kuviwaza hata havijawahi kukupata kwenye maisha, na bahati mbaya vikishapita hata hukumbuki kwamba ulikuwa unaogopa kitu ambacho hata hakipo. Tujifunze kuijua kweli. Yohana 17:17, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Hakuna utakaso mwingine wowote isipokuwa katika neno la Mungu. Neno la Mungu linarekebisha tabia, linaondoa kila aina matakataka yote, ukilisoma kwa nia ya utakaso, kwa nia ya kujifunza, kwa nia ya kumsikia Mungu. Sasa sikiliza, kuna kitu muhimu sana leo nataka ukipate katika pointi inayofuata. Kulinda moyo dhidi ya hatia. Kulinda moyo dhidi ya hatia. Hii ndio ile dirii ya haki kifuani ambayo nilisema nitaielezea hapo baadaye. Silaha ya pili ni dirii ya haki. Katika lugha ya mkoloni ameita breastplate. Kifuani ndipo penye moyo na viungo muhimu vya uhai. Silaha kubwa na hatari ambayo shetani anaitumia kushambulia moyo ni hatia. Zingatia vizuri hii sentensi. Moyo unashambuliwa na hatia. Kumbuka tunaongelea kiroho, kwa hiyo hii viungo vinatumika katika lugha ya mfano tu. Anasema dirii ya haki ivaliwe kifuani. Kwa nini? Hapa tunalinda moyo usije ukashambulia, tunalinda mapafu pia. Kwa kuna viungo muhimu vya uhai hapa. Pafu lako likishambuliwa utashindwa kupumua. Moyo ukishambuliwa hutaweza kupampu vizuri damu. Kwa hiyo kiroho pia iko hivyo hivyo. Sasa kwa nini anasema kwamba tuvae dirii ya haki kifuani? Tunasema hivi, shetani anapokuletea wazo, wewe ni mchafu, umekosea sana, hufai kuomba, Mungu hakusikii, analenga kutoboa moyo wako ili ukate tamaa na uache kupigana. Hapa ndipo unahitaji dirii ya haki. Relax kidogo hapo unanisikiliza. Hii nataka Roho Mtakatifu kusaidia uweze kuimeza vizuri. Anatumia hatia ili kukushambulia. Kwa nini inaitwa dirii ya haki? Haki ni kitu kimetendwa kwa usahihi. Ndio maana ya haki. Huyu mtu ni mwenye haki, ina maana hana makosa. Kwa nini inaitwa dirii ya haki kifuani? Ni kuvaa kitu ambacho kinakutangaza kwamba huna makosa. Sawa sawa? Unakivaa kwenye kifua, kimeandikwa huna makosa, kimeandikwa kwamba wewe hujatenda dhambi. Kiukweli shetani ana kumbukumbu ya dhambi zako. Hata unavyonisikiliza umezikumbuka dhambi hizo.
Hoja ya msingi ni hii: je, uliungama? Ulitubu? Kama ulimwomba msamaha Mungu, Mungu anasema kama vile mashariki na magharibi visivyokutana, na dhambi zenu sitazikumbuka kamwe. Kwa hiyo dhambi yoyote ambayo ulimwambia Mungu akusamehe imefutwa na haikumbukwi tena. Wewe ndiye ambaye unaikumbuka bado. Kwa hiyo shetani anajua udhaifu wako, ya kwamba unakumbuka hivi vitu. Ndio maana anatumia hatia kutoboa moyo na mapafu yako ya rohoni. Kwa hiyo anatumia lugha zifuatazo. Hii ni mfano tu wa lugha ambazo anazitumia. Shetani anapokuletea wazo, wewe ni mchafu, umekosea sana, hufai kuomba, Mungu hakusikii, analenga kutoboa moyo wako ili ukate tamaa na uache kupigana. Unaanza kunielewa sasa? Mnakumbuka wakati niko kanisa la Magomeni, Dar es Salaam, kule nyumbani Tanzania, nikawa tena kanisa la Mwenge wakati fulani, nilikuwa nafundisha mambo kama haya. Nikawaambia vijana, kwa sababu ninajua uhalisia wa vijana. Mimi nawapenda vijana sana, na nikiona vijana wamekuja kanisani najisikia furaha sana. Natamani vijana wetu watiwe moyo kuja kanisani. Nikawaambia vijana, kuna uwezekano mkubwa siku ya Ijumaa ulikuwa club, ukanywa pombe. Hizi ni dhambi. Sina maana kwamba nimezihalalisha, ni dhambi. Na unajua palipo na pombe na kwenda klabu, kuna kadhambi kingine kanafuata, kanaitwa zina. Vinapelekana, ni mtu na pacha wake. Kwa hiyo unajikuta kabisa hii Ijumaa hii, kwa sababu ndio wakati wa weekend inaanza, ulifanya madudu yote haya. Alafu asubuhi unapoamka una hangover ya pombe. Lakini unasikia Roho Mtakatifu anakusukuma kwenda kanisani. Shetani atatumia silaha yake ya hatia, kwamba jana ulikuwa club, jana ulikunywa pombe, jana ulikuwa na wanawake. Alafu anakwambia leo unaenda kanisani ukiwa mchafu. Wewe ni mchafu. Ile hatia inapojaa, unajikuta kabisa, unajua leo ni siku ya Sabato, unahitajika kwenda kanisani, utajikuta automatic unaacha kwenda kanisani. Siongelea habari ya Jumamosi peke yake, naongelea siku katikati za wiki. Kuna maombi ya kawaida, kuna mikutano inaendelea katikati. Inawezekana ikawa ni siku ya Jumatano, inawezekana ikawa ni siku ya Alhamisi, inawezekana ikawa ni siku ya Jumapili, inawezekana ni siku ya Jumatatu. Kuna utaratibu wa ibada kanisani kwenu. Shetani atatumia hiyo hatia kukufanya usiende, maana anajua katika kuabudu anashambuliwa. Anajua katika kuabudu ndipo utapewa ule ushindi wa ile dhambi inayokutesa. Nami nikawaambia watu pote nilipoenda, vijana, usiache kwenda kanisani kwa sababu unajisikia hatia. Usiache kuomba kwa sababu unajisikia ni mwenye dhambi. Ndiyo, shetani huo ni mshale wake, anataka apige kwenye moyo. Usikubali. Akiurusha ule mshale, ukiusikia, vaa dirii ya haki. Ni ipi hii mchungaji? Haki ya Kristo Yesu, kwamba Yesu alitii sheria yote na haki yake akanivalisha mimi. Kwa hiyo dhambi zangu zote ambazo nimetubu hazikumbukwi tena. Nimepewa cheti, nimepewa vazi, nimepewa t-shirt iliyoandikwa hana dhambi. Mungu atusaidie sana tuweze kuelewa hii. Dirii ya haki ni muhimu sana. Sikiliza rafiki yangu, haki hii si matendo yako mema ambayo ni kama nguo chafu mbele za Mungu, bali ni haki ya Kristo iliyohesabiwa kwako. Kuvaa dirii ya haki ni kusema kwa ujasiri, ni kweli nimekosea, lakini nimeungama na damu ya Yesu inanifanya kuwa mwenye haki. Hivyo shetani, huna haki ya kunishutumu. Wow. Huna haki tena ya kunishutumu kabisa. Dirii ya haki inalinda hisia zako zisijeruhiwe na shutuma za Ibilisi zinazolenga kukuletea huzuni na kujikataa. Inakupa ujasiri wa kusimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu ukijua umekubalika kikamilifu. Haleluya! Huyu ndiye Mungu tunayemtumikia, rafiki yangu. Kuna wimbo moja tunaimba, dhambi zangu ni nyingi, ni kama mchanga, lakini damu yake Mwokozi yatosha. Kwani umeahidi zijapo nyekundu, zitakuwa nyeupe kuliko theluji. Hata kama dhambi zako ni nyingi kiasi gani, kama mchanga, ukitubu
zinafutwa. Bila silaha hii utaishi kwa kujihukumu, self condemnation, na utashindwa kupigana kwa sababu askari aliyejeruhiwa moyo hawezi kushika upanga wala kusonga mbele. Hawezi. Kitabu cha Steps to Christ ukurasa wa 62 paragrafu ya 2 anasema, hatuna haki yetu wenyewe ambayo kwayo tunaweza kukidhi matakwa ya sheria ya Mungu, lakini Kristo ametufungulia njia ya kutokea. Aliishi duniani katikati ya majaribu na vishawishi kama vile tunavyopaswa kuishi. Aliishi maisha yasiyo na dhambi, alikufa kwa ajili yetu, na sasa anajitolea kuzichukua dhambi zetu na kutupa sisi haki yake. Steps to Christ ukurasa wa 62. Kumbe ni ya kwake Yesu hii haki, amenipa mimi. Ndio, ni ya kwake. Ngoja nikwambie kitu. Nilikuwa nasafiri kutoka Uholanzi ninaelekea Marekani kwenye ndege ya KLM, sitasahau. Nilikuwa daraja la uchumi, niko pale nimetulia zangu. Basi wakati kumbe tunapanda, kuna mfanyabiashara mmoja maarufu sana kutoka nchini Kenya, anafuatilia sana Mahubiri TV. Yeye alikuwa daraja la biashara. Kwa wakati tunaingia, tulipita pale kwenye daraja la biashara, tukaenda na mabegi yetu wengine, tukaenda kule kwenye uchumi, daraja la uchumi la Wapare. Niko kule nimetulia, ndege imeshaenda vizuri kabisa. Wale watu wa daraja la biashara wanaheshimiwa sana. Akaja mhudumu akanambia, samahani, wewe ndio unaitwa Pastor David Mbaga? Nikamwambia ndio. Akanambia, basi tunakuomba uje, kuna mtu ana shida nawe pale mbele. Basi yule mhudumu akanichukua mpaka daraja la biashara. Kufika nikakuta daraja la biashara ni zuri, tuseme ukweli, ni zuri, linavutia. Nikamkuta jamaa amekaa pale, akaniambia jina lake. Hata leo kabla ya kurusha kipindi ibidi nimtumie ujumbe, akamwambia nataka kutumia kile kisa chako uniruhusu. Akaniruhusu, lakini nisimtaje jina. Akaniambia, ni mimi nakutafuta mchungaji. Mimi nasali kanisa la PCA. Wakenya wanajua sana haya makanisa. Akaniambia, mimi sio msabato, lakini nakufuatilia sana mahubiri yako, yamenibariki. Na kuna wakati nilipitia changamoto kubwa sana ambayo nilikuwa nakaribia kutoa uhai, lakini nilipita lile vuguvugu nikawa vizuri kabisa. Mchungaji, nataka tu nikuambie, kazi unayofanya unaweza usijue inagusa watu kiasi gani. Basi nikamshukuru pale. Akanambia, kwa hiyo ndivyo kuita hapa ni kwamba mimi nahitaji kwenda kukaa daraja lako la uchumi, we ukae daraja la biashara. Nikajaribu kujieleza hapo, jamani, sijui na nini. Akamwambia yule mhudumu kabisa kwamba nimekubali, mimi naenda kule, mchungaji akae hapa. Nilijaribu kujibaraguza hapo, yaani kwa namna zote ikashindikana. Najua kuna mwingine ananitazama hapa sasa, unasema mchungaji, lakini rohoni ulikuwa hutaki kweli kukaa daraja la biashara. Kikweli moyoni nilikuwa nataka nikae daraja la biashara, lakini na mimi nawaza utu kwamba huyu jamaa tu amelipia lakini alikomaa, na watu wa daraja la biashara wanaheshimiwa kama nilivyokuambia. Kwa hiyo akaondoka kaenda kukaa kwangu kwenye kiti nilichokuwa nimekaa. Kiti nilichokuwa nimekaa ni cha katikati. Kwenye vile viti vya ndege kuna ile sehemu ambayo wana 1, 2, 3. Mimi niko pale katikati. Lakini kiukweli hata kile cha katikati nilikipata tu kwa shida, sio style ya. Mimi kwenye ndege siku zote napenda kukaa dirishani. Maana napenda mawingu sana. Kwa napenda kuangalia mawingu vizuri, safari, napenda sana dirishani. Yule bwana akaenda kukaa pale katikati ambapo huku kuna mtu na huku kuna mtu. Mimi nikakaa daraja la biashara. Mpaka tunafika. Ndipo nikaanza kuona raha ya daraja la biashara. Vyakula vyake na nini, kila kitu kiko vizuri, nikaenjoy. Sikulipia daraja la biashara. Ile nimepewa na yule mtu. Sikiliza nikwambie. Katika ulimwengu wa kiroho
Unapompokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anachukua dhambi zako, anakupeleka daraja la biashara, sio la uchumi. Haleluya! Tatizo ni ukiwa daraja la biashara alafu na mawazo ya uchumi. Hapo ndipo shida ilipo, kwamba uko daraja la biashara lakini una mawazo ya uchumi. Hata mimi nilipoenda daraja langu lile nilikuwa na mawazo ya uchumi. Kwa hiyo kuna fursa nyingi nilikuwa natakiwa nizipate pale, na yule bwana naona kama alinigundua. Maana kama baada ya dakika 40 akaja akaniambia, bwana mchungaji, ukiwa hapa relax, haki zako ni hizi na hizo, unataka upate hiki upate hiki upate, kuwa na shida yote sema. Mimi na mawazo yangu ya uchumi. Shetani anajua kabisa wewe uko kwenye daraja la biashara kwa sababu ya Kristo Yesu, lakini una mawazo ya kiuchumi. Anaanza kukwambia wewe ni wakule, wewe ni wa huku, wewe ni wakule. Na mimi nakwambia kuanzia leo, vaa haki ya Kristo Yesu. Ukivaa haki ya Kristo Yesu, haki ambazo angepewa Yesu unapewa wewe. Hallelujah. It's too good to believe. Lakini huo ndio ukweli wenyewe. Ellen White anasema hatuna haki yetu wenyewe ambayo kwa tunaweza kukidhi matakwa ya sheria ya Mungu. Hatuna. Lakini Kristo ametufungulia njia ya kutokea. Mungu atusaidie sana. Nakumbuka Mithali 4:23 anasema, linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokazo chemchemi za uzima. Hapo ndipo hii kweli kikaa itatiririka sasa. Warumi 8:1 anasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya hao walio katika Kristo Yesu. Kwa vile umempokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha, huna hukumu ya adhabu, una hukumu ya uzima milele. Kwa hiyo hukumu yako, judgment yako ni uzima milele. Wakorintho wa pili 5:21 anasema, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Ukijua Yesu amekuja kufanya nini, utamheshimu sana. Utamheshimu sana. Silaha nyingine muhimu sana ya tatu ni uthabiti katika vita, viatu vya amani. Sandals. Sikiliza. Silaha ya tatu ni kufungiwa miguuni utayari tupatao kwa injili ya amani. Viatu vya askari wa Kirumi, Calgary, vilikuwa na misumari ya chini, spikes au njumu, kwa wale mnaokumbuka tukicheza mpira zamani, kuwapa mshiko, grip, wasiteleze wakati wa mapambano makali au mteremko. Kwa vinakupa amani kwa sababu unajua uko salama, huwezi kuteleza. Katika vita ya fikra, adui anajaribu kukuondolea amani ili uwe na wasiwasi, utetereke, ujae hofu na hatimaye uanguke. Kuvaa viatu vya amani maana yake ni kuwa na utulivu wa ndani unaotokana na kujua kwamba Mungu anatawala na upatanishwe naye bila kujali dhoruba iliyo nje. Injili inatupa amani ipitayo akili zote, ambayo ni msingi imara wa kusimama. Mchungaji, hapo sijakuelewa. Nataka nikueleweshe vizuri. Yesu alikuwa ndani ya boti. Upepo mkali ulikuwa unavuma, lakini alikuwa amelala. Waliokuwa na stress ni akina nani? Ni wanafunzi wake. Wanahangaika, maji yanaingia, wanahangaika. Wakaenda kumwamsha, Bwana, tunaangamia. Yeye alikuwa amelala. Kwa nini Yesu analala katikati ya upepo mkali wa kuzamisha boti kwenye maji? Ni kwa sababu alijua boti haizami. Kuna mission anatakiwa ifanye, na boti haiwezi kuzama mpaka amalize mission yeye. Lakini cha pili, hawa wanafunzi pia nao wana mission yao ya kusambaza injili duniani kote. Hawezi kufa mpaka watimize ile. Kwa hiyo alijua kwamba ule upepo hata kama iweje, msaada utakuja kwa wakati. Nisikilize. Ule nitazama na mimi nakutazama, tutazamane kwa njia ya imani. Mimi nakuangalia kwa imani. Hutakufa mpaka utimize kusudi ambalo Mungu amekusudia wewe kuzaliwa. Maadamu umesikia neno la leo, tembea kwa amani. Tembea kwa amani kabisa.
Amani hii inalinda moyo na akili yako kisaikolojia na kiroho. Hata kukiwa na kelele za vita, matatizo ya kifedha au migogoro ya kifamilia nje, ndani ya askari kuna utulivu mkuu. Hakuambii hutapitia changamoto, lakini unajua havitakuangamiza. Hii inakupa uwezo wa kusimama imara wakati shetani anajaribu kukusukuma uanguke kupitia vitisho. Bila viatu hivi utateleza kwa kila taarifa mbaya unayoipokea. Bila hivi viatu, kila stori inayokuja inakutikisa, kila taarifa mbaya inayokuja inakutikisa. Lakini ukiwa una hivi viatu huwezi kutikiswa hata kidogo. Kwenye kitabu cha The Thoughts from the Mount of Blessing, ukurasa wa 15, paragrafu ya 2, kuna maneno haya: moyo unaopumzika kikamilifu kwa Mungu utasema, najua ninayemwamini, Mungu atamlinda yeye ambaye moyo wake umemtegemea yeye katika amani kamilifu, kwa kuwa anamtegemea yeye. Kinachokufanya ulindwe sio uzuri wako, sio wema wako, ni kwa kuwa unamtumaini yeye. Kwa Efeso 6:15 anasema, na kufungiwa miguuni utayari tuupatao kwa injili ya amani. Tuko tayari kwenda popote kwa sababu ya Kristo Yesu, kwa sababu ya amani tunayoipata. Yohana 14:27, amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Unaposikia amani na waachieni, neno la Kiunani lililotumika hapa na waachieni, kiukweli ilipaswa Kiswahili kisomeke hivi: amani ninawarithisheni. Ni urithi ndio litumika. Neno litumika pale ni kurithi, sio kuachia, ni kurithi. Yaani ile ambayo Kristo alikuwa nayo, anasema hiyo ndio nawapeni ni. Msiwe na woga, msiwe na woga. Unatamani kuwekeza kwa ajili ya uchumi ili pia ukibarikiwa ukajenga ufalme wa Mungu na kuwa baraka kwa jamii. Usiogope, usiogope hata kidogo. Nenda kufanya hivyo. Ndugu zangu mlioko kule maeneo ya machimbo ya madini na dhahabu, acheni kutoa kafara za wanyama. Damu ya Yesu inatosha. Omba pale katika ardhi, omba pale katika shimo, omba kwa imani. Usianze kuomba kwa mashaka. Kuna mashaka mengine ambayo huwa yanakujaga haya. Leo tena Mungu akusaidia aweze kuondoka. Mfano, mko watu 1, 2, 3, 4. Wewe peke yako ndiye ambaye unamcha Mungu pale. Wengine wanaamini mambo ya uganga. Shimo ni la kwako. Lakini unasema hawa ambao wanaamini mambo ya uganga watasababisha maombi yasijibiwe. Achana na hiyo kitu. Achana na hiyo kitu. Aliye upande wetu ni mkuu kuliko wa kwao. Waambie sitaki mambo ya uganga hapa, mimi nitamuita Yesu. Utapitishwa kipindi kigumu hapo katikati cha kupima imani yako, lakini ukitokeza baraka zitashuka. Na zikishuka, usiwe na tabia ya kujisifia, muinue Yesu. Ndio kosa la Hezekia alilofanya. Hezekia aliongezwa miaka. Walipokuja kuangalia, akaanza kuwaonyesha mali badala ya kuwaonyesha Mungu. Kosa kubwa sana. Mungu atusaidie sana. Kitabu cha Isaya sura ya 26 fungu la 3 anasema, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Lakini rafiki yangu, kuna kitu kinaitwa imani ya kuzima mishale. Kuzima mishale ya moto. Hii nataka pia uipate vizuri, maana inakuja kwa ghafla. Pop, mshale umekuja, mshale umekuja, mshale umekuja. Kuna vimaneno vinaweza kuja mpaka vikakukosesha amani kabisa ikapotea. Silaha ya 4 ya muhimu sana ni ngao ya imani. Paulo anasema kwamba nirudie tena hiyo. Silaha ya 4 na ya muhimu sana ni ngao ya imani. Paulo anasema, kwayo mtaweza kuizima mishale yote ya moto ya yule mwovu. Mishale ya moto ilikuwa mishale iliyochovya kwenye lami na kuwashwa moto kabla ya kurushwa. Lengo lilikuwa ni kusababisha hofu na kuunguza. Kwa hiyo kuna saa adui anarusha mshale mpaka unakutisha kabisa. Ukisikia hiyo habari inakutikisa kabisa kabisa. Sikiliza, katika ulimwengu wa roho hili ni nini? Haya ni mawazo mabaya yanayokuja ghafla na kwa kasi. Uko katikati ya maombi, ghafla wazo la matusi linaingia akilini. Uko kazini, ghafla hofu ya kifo au ajali inakupata. Kazi ya ngao ya imani ni kuizima kabla haijaingia mwilini na kuleta madhara.
Imani inafanya kazi kama kizuizi. Beria inasema, ninalikataa wazo hili, si langu na halina nafasi hapa, kwa sababu Mungu amesema tofauti. Imani si hisia, ni msimamo thabiti juu ya kile Mungu ambacho amesema. Kadri unavyolisoma neno la Mungu na kuliamini, ndivyo ngao yako inavyozidi kuwa kubwa na imara kuzuia mashambulizi. Usitembee bila ngao. Mishale ya adui haina ratiba na kupiga pale usipotarajia. Itakupiga pale usipotarajia. Hakikisha ngao ya imani unakuwa nayo. Zungumza imani na utakuwa na imani. Usiruhusu wingu moja au neno moja la shaka lije na kuzuia mwanga wa Yesu. Ikiwa utaongelea giza, utavuna giza. Hicho ni kitabu cha Testimonies for the Church, volume ya 7, ukurasa wa 204. Narudia tena, hii ikae. Zungumza imani na utakuwa na imani. Usiruhusu wingu moja au neno moja la shaka lije kuzuia mwanga wa Yesu. Ikiwa utaongelea giza, utavuna giza. Nafikiri mpaka sasa hivi umejua kwa nini kuna baadhi ya mambo yanakupata mdomo wako. Waefeso 6:16 inasema, zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote ya moto ya mwovu. Waebrania 11:1 unaikumbuka vizuri. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Wengi tunatikiswa kiimani kwa sababu tunataka tudili na mambo yanayoonekana. Mpaka uone kabisa uvimbe umeondoka, ndipo unaamini umepona. Hiyo sio imani. Imani ni kuona uvimbe umeisha, lakini ukishika katika mwili bado upo. Hiyo imani itaondoa uvimbe. Zaburi 28 fungu la 7, Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, moyo wangu umemtumaini, nami nimesaidiwa. Kwa hiyo moyo wangu unashangilia, na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Rafiki yangu, kabla hatujafika mwisho, nataka uelewe kitu kinaitwa chapeo ya wokovu, ambayo hii inalinda utambulisho wako. Kulinda utambulisho wako, silaha ya 5 ni chapeo ya wokovu. Chapeo inalinda kichwa, ni kama helmet. Kichwa ndipo penye kituo cha utambulisho, identity na maamuzi. Ukimpiga askari kichwani, anapoteza fahamu na hajijui yeye ni nani wala yuko upande gani wa vita. Vita kubwa ya shetani ni kukusahaulisha wewe ni nani ndani ya Kristo. Kwa hakikisha ya kwamba wokovu inakuwa ni kitu cha kwanza katika maisha yako. Anataka ujione mtumwa mwenye dhambi na aliyeshindwa. Kuvaa chapeo ya wokovu ni kuwa na uhakika usiotikisika kwamba nimeokolewa, mimi ni mwana wa Mungu na nina urithi wa mbinguni. Ikiwa huna uhakika wa wokovu wako, shetani atachezea akili yako kila siku kwa mashaka. Kitabu cha Messages to Young People, ukurasa wa 73, paragrafu ya kwanza, kuna maneno haya: akili lazima itunzwe na kuadibishwa. Kupambana na majaribu na kudumu katika vita ni lazima iwe na kusudi moja, kumtumikia Mungu. Uwezo wote wa akili unapaswa kuwekwa chini ya udhibiti wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Chapeo ya wokovu. Ndipo utakuja upanga wa Mungu, upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Hii ndio silaha pekee ya kushambulia katika orodha hii, neno la Mungu. Yesu alitumia silaha hii jangwani kikamilifu. Shetani alipomjia na majaribu yenye mantiki na hisia, Yesu hakujibizana naye kwa akili ya kibinadamu wala hisia za njaa alizokuwa nazo. Alichomoa upanga wa Roho kwa kusema, imeandikwa. Kwa hiyo shetani atakuletea mambo yote, lakini hakikisha ya kwamba unachomoa upanga wa imeandikwa. Neno la Mungu li hai, tena likali, lina ukali kuliko upanga wote ukatao kuwili. Ila usahau, sala ni mawasiliano na Mungu wakati wote. Askari aliyevaa silaha zote kuanzia kichwani hadi miguuni, lakini hana pumzi wala nguvu, hawezi kupigana, atakuwa sanamu tu. Sala ndiyo pumzi ya vita. Paulo anamalizia orodha ya silaha kwa kusema, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho. Silaha za Mungu ni nzito na vita ni kali, zinahitaji nguvu za Roho Mtakatifu ili kuzibeba na kuzitumia. Kumbuka anasema kusali katika Roho au kuomba katika Roho. Sikiliza, sala inafanya kazi mbili kuu za kimkakati. Kwanza ni activator, inawasha mitambo inayotia uhai silaha zako, na pili ni logistic, mawasiliano na kamanda.
Upanga wa Roho unakuwa mkali zaidi pale unaponolewa kwenye jiwe la maombi ya dhati. Usiache kuomba kabisa, usiache kuomba. Kila muda uwe ni mtu wa maombi. Hasa kabla ya kufunga, nataka tu nikusomea haraka kipima joto cha fikra. Mara nyingi hatujui tunawaza nini mpaka tuhisi vibaya mwilini au rohoni. Unajuaje kwamba ngome ya adui imepandwa akilini mwako bila we kujua? Jibu liko kwenye hisia, emotions. Hisia zako ni mtumishi wa mawazo au ni watumishi wa mawazo. Huwezi kuwa na hisia ya huzuni kama haujatafakari wazo la huzuni. Kwa anza kujifanyia assessment. Tumia hisia zako kama dashboard ya gari au kipima joto chako. Ukijikuta ghafla una hofu, uchungu au hasira isiyo na sababu, usipuuze taa hiyo nyekundu. Hiyo ni ishara kwamba adui ameingia kwenye chumba chako cha kile control room, kile chumba cha kuongoza kila kitu. Anza kumtoa haraka sana. Badala ya kupambana na hisia ambayo ni dalili tu, rudi haraka kwenye chanzo. Unawaza nini? Rekebisha mfumo wako wa mawazo. Ukirekebisha, umerekebisha kila kitu. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Rafiki yangu, katika vitu ambavyo nimevipigia kelele sana ni maneno. Nilikuwa nasoma tafiti za kisayansi. Kumbe hata unaponung'unika tu unaathiri ubongo wako physically. Unavyonung'unika, huwezi kuappreciate kile ulicho nacho, unampa adui nafasi ya kutawala na kukuvua silaha. Moja ya maeneo ambayo shetani huishambulia vikali ili kudhoofisha akili na mwili ni kupitia tabia ya kunung'unika. Sayansi ya kisasa ya ubongo, neuroscience, inathibitisha kile ambacho Biblia inasema miaka mingi iliyopita. Kunung'unika kunadhoofisha ubongo wako kifizikia, physically. Unaporudia kuhukumu watu wengine, kukosoa na kukaza macho kile kilichoharibika, unazifundisha neva zako njia hiyo hiyo tena na tena. Unakuwa na jicho la giza linaloona mabaya tu, na hivyo unajifungia milango ya baraka na suluhisho. Kumbe hata kuwasema watu vibaya unajiathiri we mwenyewe, ila ukijifunza kusema mema ya watu unajijenga we mwenyewe. Wakati huo mtazamo hasi, chronic negativity, hudhoofisha sehemu muhimu ya ubongo inayoitwa prefrontal cortex, gamba la mbele la ubongo. Sehemu hii inahusika na uwazi, umakini, udhibiti wa hisia na kutatua matatizo. Ikiwa utaendelea kunung'unika, uwezo wako wa kufikiri unakuwa wa kukurupuka. Hey! Badilika kuanzia leo. Acha kunung'unika, usimpe shetani nafasi. Anza kuongelea vitu ambavyo Mungu ametenda. Hata mambo ya wengine yakija mabaya, usikubali kuyakazia hayo. Kibinadamu kuna saa utajikuta umeongea mabaya ya watu, baada ya hapo tubu. Tunaingia kwenye maombi sasa. Endelea kutuma maombi yako unayofuatilia kwa njia ya YouTube. Endelea kutuma maombi yako unayofuatilia kwa njia ya television. Lakini leo tumegundua ya kwamba silaha za Mungu zinatutosha. Haki ya Kristo. Miguuni unavaa injili ya amani. Upanga neno la Mungu. Jifunze kujitamkia mema. Acha kunung'unika. Acha kusema watu wengine mabaya. Badilika kuanzia leo. Mikosi yote uliojiletea kwa matamshi, kwa mawazo, kwa matendo, leo unaoshwa kwa damu ya Yesu. Na kuachia dakika moja, endelea kutubu na kuungama. Mwambie Mungu kile ambacho unajua Roho Mtakatifu anakufunulia kwamba kilileta madhara na kumpa adui nafasi. Omba kimoyo moyo sasa. Rafiki yangu, tunaingia kwenye kuomba sasa. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, mtoto wako huyu amesikia neno lako, na leo amejua namna pekee ya kuzima uongo na unafiki wa shetani ni kuvaa hizi silaha zote 7 na kuzielewa vizuri na kuzifanyia kazi. Tumejiletea madhara wenyewe kwa kuacha kubeba upanga neno. Tumejiletea madhara wenyewe kwa kushindwa kufunga kweli kiunoni. Tumejiletea madhara wenyewe kwa kushindwa kuitambua haki ya Kristo katika kifua ili iweze kuzuia mishale yote inayokuja kushambulia moyo.
Tumeshindwa hata kuelewa wokovu, ya kwamba si tumeokolewa tayari, tuliompokea Kristo Yesu, tukatembea katika hatia. Leo tunapoungama yote haya, ninakusihi kila haki ambayo ni ya Kristo ikawe kwa mtoto wako anayesikiliza sasa. Baraka ya uchumi, uponyaji, ushindi wa dhambi, nguvu za kusonga mbele, hekima na maarifa ya Kikristo yakaingie ndani ya mtoto wako sasa, kwa kuwa yeye amenunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Kila aina ya nguvu mbaya, nguvu za pepo wachafu, nguvu zote za mawakala, kwa jina la Yesu na waamuru muondoke na kumwachia mtoto wa Mungu anayesikiliza neno leo. Naomba baraka kwa ajili ya biashara zao, naomba baraka kwa ajili ya kazi na kule ofisini, kila mmoja wakapate kumbariki, wagonjwa wakapokea kufunguliwa kwao, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen.